Siku moja nitawafundisha muone Yohana Mbatizaji ana sehemu kubwa katika vitabu vya nyaraka. Kubwa sana. Ambapo si rahisi kumuona. Kwenye vitabu vya nyaraka hata nikwambia nitafutie Yohana Mbatizaji kuna sema yupo. Lakini hapa. Sasa mwenye aliwafundisha aliacha kusudi la Yohana. So tunarudi kwa dada. Unaweza hubiri message mara pili, si ndio? Ukonge ndipo ama usikonge ndipo. So kulenga shambana kutolenga. So mwenye alikuwa anawafundisha alielewa kile Yohana alifanya? No, si ndio? Maana ukihubiri kuhusu habari za Yohana Mbatizaji, watu wanafaa wapokee uzima. Watu wanafaa wapokee roho. Sikiza, kama kuna nabii kwa Biblia mzima ambaye ametambulisha Yesu ni Yohana Mbatizaji. Yesu ndiye anasema ni mkuu kuliko kwa manabii wote. Unajua hata mimi nilikuwa najiuliza kwani Yohana mwenyewe aliongea habari za Kristo. Alihubiri na akafundisha kuhusu habari. Sasa inakuaje hawa wanataja nini ya Yohana alafu wajue kuhusu Roho Mtakatifu? Alafu kuna shinda mahali. Na ndio sababu ukiangalia ndio sababu unaweza rukia na kumkemea Yohana, si ndio? Kama sinaona Yohana mafundisho yake mkimfuata hakuna mtu kwa Biblia asiyemfuata Yohana. Anaongelea kuhusu ubatizo kwa Roho Mtakatifu. Si ndio? Ameongelea kwamba yeye ajaye atabatiza kwa Roho Mtakatifu. So mitume walifuata, walimsikiza Yohana. Na ndio sababu wamefundisha Yohana. Wanajua mafundisho. Yesu ni mwanafunzi wa Yohana. So hakuna mtu anakwepa kuwa mwanafunzi wa nani? Shida ni namna Yohana mwenyewe atafundishwa. So akasema walikuwa wanafunzi wa Yohana. Paulo akasema namba 4. So Paulo akasema Yohana alibatiza kwa ubatizo wa toba. So Yohana alibatiza kwa kwa ubatizo wa toba. So toba anasema toba ni kufanya nini? Endelea tukusoma. Akiwaambia watu wamwamini yeye atakaye. So toba ni kuamini yeye, si ndio? Toba ni kuamini yeye atakaye kuja nyuma yake, yani Yesu. So Yohana alikuwa anafundishaje watu? Wamwamini yeye. So Yohana hakuonyesha watu kwamba yeye ndiye Kristo. Alielekeza watu kwa nani? So toba ni kuamini Kristo. Tuko pamoja? Namba 5. Waliposikia haya, wakabatizwa kwa jina la Bwana Yesu. So wakabatizwa kwa jina la Bwana Yesu kwa urahisi kwamba wakaamini. Na kuamini kule wakaketishwa pamoja na nani? Kristo. Tuko pamoja? So neno wanafunzi katika muktadha hapa hapo mtazamo wao ulibadilishwa. Sasa wakaelewa ni nini ambacho Yohana alikuwa anafundisha. Unaona? Walifundishwa kwa namna inavyostahili kuhusu nani? Kazi ya Yohana. Ni kama mfano, unajua kuna mtu anaweza anaweza akapaint picha yako visivyo. Na watu wakakataa kuamini kabisa. So watu wakakuamini kwa kila ambacho hauna. Unaelewa? So aliyekuwa anawafundisha manake hakuwa ameenda tip. Hakuwa na ufahamu, hakuwa na ufunuo kuhusu Yohana. Ndio sababu baada kuna mtu anaitwa ndio sababu kuna wale Akila na anaitwa Akila na Priscilla walipatikana wakifundisha, ndio? Ni nani walichukuliwa wakapelekwa shule? Kuna Sindi ya Apollo ndio walimchukua wakamweka darasani. Walikuwa Akila na Priscilla. Ndio walimchukua Apollo. Muangalie hiyo story.
Maana kuna kuchukuliwa pale, akapelekwa shule, akasaidiwa kuelewa na kufahamu ni nini ambacho Yohana Mbatizaji alikuwa anafanya, si ndio So Paulo tulikuwa tumefika 5, si ndio? So neno wanafunzi katika mkutano hapa linaonyesha hawakuwa wanafunzi wa Yesu. Hili neno yenye tumeona hapa Yesu, mama Paulo alikutana na wanafunzi. So hii inaonyesha kwenye muktadha kwamba hawa hawakuwa wanafunzi wa Yesu. Neno wanafunzi katika muktadha hapa linaonyesha hawakuwa wanafunzi wa Yesu. Kwa hiyo Paulo aliwahubiria na wakaokolewa. So walipatiswa, kuokolewa kule ndio anaita walipatiswa kwa jina la Yesu. Neno wanafunzi katika muktadha hapa linaonyesha hawakuwa wanafunzi wa Yesu. Licha kuwa alikutana na wanafunzi baada ya kujadili kuwauliza. Hebu sasa na ukikuta watu wamekusanyika mahali na nini wanaabudu. Ukitaka hebu niulize, acha nitumie tu, ama ukialikwa mahali. Ukialikwa mahali ufai kuasimu kwamba watu wameokoka, si ndio? Usiasimu tu milia kama umealikwa kuhubiri mahali alafu naasimu tu watu wameokoka. So unaweza ukatumia hizo mbinu, si ndio? Mlipookoka mlipokea Roho Mtakatifu. Alafu tulipookoka tulipokea Roho Mtakatifu ndio nani? Hata kama mchungaji yako pale, utakuwa umejua ni wapi pa kuanzia ili watu hiyo siku kulipuke wapokee Roho, si ndio? Waokoke, si ndio? So usienda tu mahali umealikwa mahali alafu unaanza tu na ujumbe kwa pulpit pale. Unaweza kuwa unahubiria watu ukaanzia unakatia mti juu mahali ambapo ulikuwa waanzia chini ili wasaidie. Tueta wafundisha kuhusu wokovu na waamini. Mambo ya mafundisho kujua kweli ni baada. Ndio walimsaidia Apollo. So Apollo alikuwa anafundisha kuhusu Yohana Mbatizaji lakini hakuwa na ufahamu na ufunuo kuhusu Yohana na kila ambacho Yohana alikuwa anafanya. Very good. So hawakuwa wanafunzi wa Yesu. So kwa hiyo Paulo aliwahubiria na wakaokolewa, in bracket wakapatiswa kwa jina la Yesu. Huko ndio kuokoka sasa. Huko ndio kukaliwa na Roho. Paulo aliwahubiria na wakaokolewa, alafu in bracket walipatiswa kwa jina la Yesu. Walipatiswa kwa jina la Yesu manake ndio kuokolewa kule sasa. Sasa Paulo hakuishia kuhakikisha kwamba wameokolewa. Yaani Paulo hakuishia pale kwenda kuchunguza kama bado umeokolewa ama hujaokolewa. Hapana. Alipowapika shule hapo kila kilifanyika hapo, Paulo hakuwa na maswali tena. Alijua sasa hapo wamefanya nini? Wameokolewa. Matendo ya Mitume 19:8. Mstari wa 8. 8 mpaka 9. Akaingia ndani ya sinagogi, akanena kwa ushujaa kwa muda wa miezi mitatu, akiojiana. Matendo ya Mitume 19:8 mpaka 9. Anasema akiojiana na watu na kuwavuta katika mambo ya ufalme wa Mungu. 9. Ona. Hii yenye tunasoma unajua ni muktadha wa hiyo nyingine. Kwenye tumetokea. So inamaanisha baada ya nani? Paulo kuwafundisha hao watu. Hakuwaacha. Aliwaweka wapi? Kwa tarasa. Ukisoma huko mbele kuna wale waliacha hilo tarasa na kuna wale waliendelea na yeye. Ukisoma huko mbele utakutana hizo habari. Namba 9. Nasema lakini wengine walikaidi. Wengine tunaona walikaidi. Wakakataa. So akaingia ndani ya sinagogi akanena kwa ushujaa. So maanake baada ya kuwakuta wanafunzi aliwaelekeza, si ndio? So aliwaelekeza akawaweka kwenye tarasa. Lakini anasema lakini wengine walikaidi wakakataa kuamini. Unaelewa? Wakitukana ile njia mbele ya mikutano. Hebu soma, tulishia 5 Soma 6, 7, 8, 9. Mstari wa 6. Hebu soma 5. Watano. Waliposikia haya, wakabatizwa kwa jina la Bwana Yesu.
Na Paulo alipokwisha kuweka mikono yake juu yao, Roho Mtakatifu akaja juu yao. Wakaanza kunena kwa lugha na kutabiri. 7. Na jumla yao walipata wanaume 12. So watu ambao Paulo alikutana nao walioitwa wanafunzi walikuwa wanaume wangapi? 12. So obvious walikuwa saiti. So unajua wanawake wako wanahesabiwa wangu. Jamani. Wewe uniambia na unaelewa wanaume vile wanakuwa ngumu kuamini nchi. Lazima kulikuweko na wanawake, si ndio? Kulikuwa tu na wanawake pale. So wanaume wako wanawake wako wanahesabiwa wakati ule, so tunaweza waelewa kwa hilo. 8. Akaingia ndani ya sinagogi. So Paulo akaingia ndani ya sinagogi. Kumbuka amewachapa 12 kwanza shule wameamini, si ndio? So akaingia sasa sinagogini. Akanena kwa ushujaa kwa muda wa miezi 3. Akihojiana na watu. Kuhojiana tulisema nini? Ni kutoa hoja za kimaandiko, si ndio? So tukasema injili ni kwa mahojiano. Unatoa hoja za kimaandiko watu wakiuliza maswali. Na kuwavuta katika mambo ya ufalme wa Mungu. Unaona ile hali ya kuhojiana ndio kuwafuta katika mambo ya ufalme wa Mungu. 9. Lakini wengine walikaidi. Wapi? Waliokuwa sinagogini, si ndio? Sio wale 12. 12 waliamini. Tuko pamoja? Yakobo alikuwa na watoto wangapi? Wale wanatajwa, si ndio? Yesu alikuwa na wanafunzi wangapi? Paulo amewakuta wangapi? Wametajwa 12, si ndio Hello. So tunasema sinagogi ni mahali penye alikuwa wafanyia wanafunzi. Unajua sinagogini watu wakifundishwa wanapelekwa wapi? Kama kanisa. Yes. Lakini sasa unajua makanisa ya ukule ilikuwa ni wanachapa dini. Wachapa dini hawa. So Paulo alienda kwenye sinagogi, akakuta sasa ndio kuna shida. Watu hawajaokoka humo ndani. Humu ndio shida. Akawapika shule miezi mingapi? 3. Akiwafundisha kuhojiana inamaanisha walikuwa wanakaa, wanamuuliza maswali, wanasemesana, wanauliza akijibu. Kwa pamoja. Hoja za kimaandiko. So akasema lakini wengine wakafanya nini? Wakakaiti, wakakataa kuamini ndani ya sinagogi, si ndio? Aendelea kidogo. Wakitukana ile njia mbele ya mkutano. Basi akaondoka akawaacha. Akawatenga wanafunzi. So kwa sababu ya hiyo ujinga wao akaondoka akawaacha. Akawatenga wanafunzi. So aliwatenga walioamini. Wale wake 12. Na wale waliamini ndani ya sinagogi. Tumeambiwa sinagogi kuna wale waliamini, wengine wakakataa. Akahojiana na watu kila siku katika darasa ya mtu. Umeona? Hiyo ni darasa. So kwa sababu hawezi wapeleka kwa sinagogi tena, amewatenga. Akawatenga. Sasa wakatafuta mtu mmoja akawapea mahali, wakawa nakutana naye kwao. Nani kwake? Darasa mtu mmoja jina lake Tirano. Nakumbuka huko siku wao, si ndio? Huko siku akina Paul. So inamaanisha mili ukienda kufanya mission mahali, usiachie njiani. Waanze kuambia mtafuta kanisa nzuri. Kaa huko mpaka make sure hao watu umewachenga, umetafuta ndani yao viongozi wale wataongozana, si ndio? Alafu utakuwa uende uwe ukiwafuatilia. Waendelee na kanisa. 10. Anasema mambo haya yakaendelea kwa muda wa miaka 2. Yaani alikaa huko muda wa miaka 2. Hata wote waliokaa Asia wakalisikia neno la Bwana, Wayahudi kwa Wayunani. So katika muendelezo watu husikia neno la Mungu, si ndio? Watu wengi waanza kusikia. Tunaona wale wanakaa Asia, watu wengi, yani hiyo area watu wengi sana. 11. Mungu akafanya kwa mikono ya Paulo miujiza ya kupita kawaida. So achia tu pale. So alitumu kuwafundisha wale waliookolewa hati walipoimarika na kuwa wasee, in bracket viongozi. Andika hivyo. Andika kwamba alitumu kuwafundisha. Sasa unaona Paul hakufundisha tu, hakuhubiri tu injili akaacha. Alihubiri, akawaweka kwenye tarasa, akatumu kuwafundisha wale waliookolewa hati walipoimarika na kuwa wasee. Aliwafundisha mpaka wakaimarika wakawa wasee. Wasee atuongelei wa mfu wa miaka.
tunaongelea wakomavu, in bracket viongozi. Alitumwa kuwafundisha wale waliookolewa heti walipoimarika na kuwa wase, in bracket viongozi. So ukienda mahali inaonyesha unaweza fundisha watu na usiwaache tu waimarike, manake wakue mpaka ndani yao utoe wale ambao wamekuwa kiroho, ambao utaweka kuwa viongozi wa wale wengine. Amen. Matendo ya Mitume 20:17 mpaka 18. Hata tumeshamaliza 20:17 mpaka 18. Nasema toka Mileto, Paulo akatuma watu kwenda Efeso, akawaita wazee wa kanisa. 18. Wanaitwa wazee wa kanisa, manake ni wale ambao wamekomaa kiroho. Anasema walipofika kwake, akawaambia, ninyi wenyewe mnajua tangu siku ya kwanza nilipokanyanga hapa Asia, jinsi mlivyokuwa kwenu wakati wote. So ona, tukisema muktadha wa Matendo ya Mitume 19 ni the same na huko. Unajua ni hivyo? The same story. Ni the same story. Toka Mileto, Paulo akatuma watu kwenda Efeso, akawaita wazee wa kanisa, kule ambapo amekuwa akiwafundisha.